The name Jesus, what it means Jesus? Maana Yesu ni nini? What do you understand the name of Jesus? Ni nini kile unajua kuhusu jina la Yesu? It's a mean. Lina maana. It will save his people from their sins. Yaani ni neno linamaanisha kwamba atawaokoa watu wake kutokana na dhambi. He is a savior from sin. Yaani ni mkombozi anayekomboa watu kutoka kwa dhambi. If we still are in sins, then we are not saved. Basi tukiwa bado tuko kwenye dhambi, basi inaonekana hatujaokombolewa. The work of the Lord is always to make us clean from the sins. Neno la Mungu linatufanya tuwe safi kutokana na dhambi. To separate us from this world. Na kututenga na ulimwengu huu. We are so deep in this culture, in this earthly life that it's hard to remove us from the darkness. Yaani inakuwa vigumu katika tamaduni hii na mila hizi, inakuwa ni vigumu sana kututoa katika mila hizi zote. Holy Spirit is working with us to remove us, to separate us for his kingdom. Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye ana uwezo wa kututenga na yale maovu yote ya dunia na kutuweka katika ufalme wa baba yake. But we still are running back to that old life. Na wakati mwingine bado tunakimbia tukikimbizana na kurudi katika ule ulimwengu wa zamani. And Satan is our Lord. Na kumfanya shetani kuwa bado ni yeye ni bwana wetu. When church don't know their God. Ikiwa kanisa litafikia mahali wasimjue Bwana wao ama Mungu wao and submit to this world, na kujiachilia tena bado kwa ulimwengu huu, they are weak. Wanakuwa wanyonge. And you can't scream that we are overcomers, we are more than conquerors, hallelujah. Huwezi kuendelea kupiga makelele kwamba sisi ni zaidi ya washindi na kusema haleluya ukiwa bado mambo mengine yanakushinda. When you look at the life, unapoangalia hayo maisha, here is a problem, there is a problem, everywhere is a problem. Unakuta kila mahali kuna shida, kila maeneo. What is the victory in our life? Kuna nini ndani ya maisha yetu? What Jesus did for us? Ni nini kila alichokifanya ndani yetu? But we are here to learn. Lakini tujue kwamba tuko hapa ili tukajifunze. The knowledge will make us free. Na ile elimu itatuweka huru. We'll know the truth and truth will set us free. Tutajua huo ukweli na huo ukweli utatuweka huru. Now you will know the difference. Where is Satan, where is God? Na hapo ndipo utajua ule utofauti, ni wapi Mungu yuko na ni wapi shetani ameweka mikono yake. Hallelujah. Amen. 1 John 3:7. From 7 to 10. Yohana wa kwanza 3 kuanzia 7 mpaka 10. He says that little children, we know that even old person in Christ Jesus is a child. Hapa anasema enyi watoto wadogo, maana sisi bado ni wana wa Mungu. Because we are born again in different ages. Na kwa sababu tumezaliwa mara ya pili na tuko katika nafasi nyingine ya maisha. Born, it means a child. Na hivyo basi kuzaliwa inamaanisha tu watoto. You can have 60 years and come to Christ and be born again another life. Na unaweza kuwa una miaka 60 lakini ukija kwa Yesu unakuwa umezaliwa tena upya. And Bible says not to the little children but to all church. Lakini yeye hasemi tu kama watoto wadogo, lakini kanisa lote hilo. He said let no one deceive you. Anasema mtu asiwadanganye. Whoever practices righteousness is right as he is right, as God is right. Anasema watoto wadogo, mtu asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Satan always coming to deceive us. Wakati mwingi shetani anakuja kutudanganya, to bring us back in the sin. Anatuvuta aturudishe katika dhambi tena. And Bible says verse 8, whoever makes a practice of sinning is of the devil. Anasema katika ule mstari wa 8 kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi.
For the devil has been sinned from the beginning. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. We see two kingdoms. Tunaona hapa falme mbili zikifanya kazi. We see here Satan and see the Son of God. Hapa tunamwona shetani. Hapa tunamwona shetani, hapa tunamwona mwana wa Mungu, ambayo inatutenganisha hiyo. To destroy the works of devil. Yaani kuharibu kazi zote za shetani. To save us from him. Na kutuokoa kutokana na huyo mwovu. He is a bad guy. Yeye ni mtu mbaya. He is a terrorist. Yeye ni jangili. And he took people in captivity. Na anachukua watu mateka. And Jesus came to save us. Na Yesu amekuja kutuokoa. Amen. Amen. And we have to know where we are. Na lazima tupapende pale mahali tulipo. When we are sinning, we are in the sight of Satan. Tukitenda dhambi tuko tayari moja kwa moja upande wa shetani. For example, two kingdoms. Kwa mfano falme mbili. We have two kingdoms. Tunazo falme mbili hapa. One is kingdom of God. Moja ni ufalme wa Mungu. Another is kingdom of darkness. Na ule mwingine ni ufalme wa giza. Darkness and light. Ufalme wa giza na ufalme wa mwangaza. You cannot put them together. Huwezi ukauchanganya. When is darkness in the room? Ikiwa giza liko katika chumba, you put light and the darkness is flee. Yeah? Disappear. Yeah. Ukiwa uko kwenye chumba na uwashe taa, giza hutoroka. You cannot mix together light and darkness. Huwezi ukachanganya ukawa unaona giza tena wakati huo mmoja ukawa unaona mwangaza. Here also we cannot mix today with God, tomorrow with Satan. Huwezi ukawa leo utakutana na Mungu, kesho uanze kukutana na shetani. Today I'm in the church because it's a Sunday. Leo niko kanisani kwa sababu ni Jumapili. All week we are here. Ya, wakati wote wa wiki tunaenda kukaa kule kwa shetani. In the darkness. Katika giza. God said to be in Christ Jesus. Mungu anasema tubaki ndani ya Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We see that he said by this is evident no one born of God makes a practice of sinning. Kwa hili linathibitika kwamba wale waliozaliwa na Mungu hawatendi dhambi. No one. Hakuna. For God's seed abides in him. Kwa kuwa uzazi wa Mungu unakaa ndani yake. And he cannot keep on sinning because he has born of God. Maana hawezi kutenda dhambi maana amezaliwa na Mungu. By this is evident who are the children of God and who are the children of devil. Na kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Whoever does not practice righteousness is not of God. Yule ambaye hawezi kufanya haki ya Mungu, huyo si wa Mungu. Nor is the one who does not love his brother. Na hata yule ambaye hampendi ndugu yake. Hallelujah. Amen. In the church many times we see that divisions, hatred each other. Makanisani wakati mwingine tunaona chuki, watu wanakasirikiana. Gossipers. Watu wanasengenyana. And can't say I'm going to church, I'm saved. Huwezi kusema nimeenda kanisani na nimeokoka. You see where the lie from Satan, we are deceived. Unakuwa unadanganya na uongo unatokana na shetani. We can be deceived and believe that I'm right, I'm good, and I'm going to heaven. Huwezi ukawa unadanganya na ukasema nimeokoka naenda mbinguni. But we are deceived, we have to know the truth. Na ili kwamba tusidanganywe lazima tukaujue ukweli. When Jesus died on the cross, wakati Yesu alipokufa pale msalabani, he destroyed the work of Satan, destroyed his kingdom on the aliharibu kazi za shetani, aliharibu ule ufalme wa giza.
Colossians chapter 2. Wakolosai 2. We will read today Bible also Na because leo tutasoma maandiko mengi you know sana. that it washes us. Yaani maandiko huwa yanatusafisha. Safisha maji. Hallelujah. Amen. We have to read because at home you have no time. Na lazima msome sana hapa, maana najua mkitoka hapa mkienda nyumbani hamna wakati wa kuyasoma maandiko haya. But we have to read because to have time, because time is from God. Maana lazima muende mkasome, maana wakati pia hata hivyo unatokana na Mungu. Time is life. Wakati ni maisha. And God gave you life. Na Mungu amempatia maisha. God gave you time. Mungu amewapatia majira. And you have to found for him some kidogo times to lazima ujitengee wakati kwa ajili ya Mungu pia. To save our soul. Ili kwamba tuokoe nafsi zetu. We're like Martha, so working around and have no time for God like Mary. Taka tuwe kama vile Mary alikuwa hana wakati na Yesu, akawa anafanya kazi nyingi. Colossians chapter 2. Wakolosai 2 from 6. Kutoka mstari ule wa 6. It's about the salvation. Ni kuhusu wokovu. When Jesus came, he had a plan to die. Kati Yesu akija alikuwa na mpango wa kwamba atakufa. Because Father sent him for to die instead of people. Mungu alikuwa amemleta ili kwamba afe badala ya wanadamu wafe wao. From verse 9 to 15. 9 to 15. To 12 after the. Okay. So it's 36 on. From 9 to 11. Nitasoma kutoka mstari ule wa 9 mpaka 11. Colossians 2 from. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa ajili ya kimwili. Na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanywa kwa mkono, kwa kuvua mwili wa nyama wa tohara ya Kristo. God circumcised our hearts. Ametahiri mioyo yetu. You know that in the Old Testament we had this rule that every man have to be circumcised. Wajua katika sheria ile ya Agano la Kale ilikuwa ni kila mwanamume aweze kutahiriwa. Who belong to God. Ili kwamba akaweze kupeana utukufu kwa Mungu. In the New Testament, katika Agano Jipya, God circumcised our hearts. Yesu ama Mungu alitahiri mioyo yetu. Circumcision spiritual. Yani kutahiriwa kwa kiroho. In Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. Having been buried in him also you were circumcised with circumcision made without hands. By putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. Mlizikwa pamoja naye na kubatizwa katika ubatizo tahirwa katika tohara ya Kristo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu. Who was baptized in the water? Ni nani aliyebatizwa hapa katika maji mengi? Hallelujah. Amen. You know you already was buried. Unajua basi ikiwa wewe ulibatizwa ujue tayari ulizikwa wewe tayari. It's buried in the water. Yani ubatizo ni kuzikwa. When you came out in the new life. Na unapotoka unakuwa wewe ni maisha mapya sasa unayoishi. Jesus showed that death on the cross. Yesu akaonyesha kifo pale msalabani. When he was on the cross, Bible says in him we died. Biblia inasema sisi ndani yake tulikufa pia. It's like these are we. Kama hivi sisi sote. Watu wote, hawa ni watu wote. God put us in Jesus. Mungu akatuchukua sisi watu wote akatutia ndani ya Kristo. And killed the flesh through Jesus.
na akaua mwili wetu kupitia mwili wa Yesu Kristo. He was crucified, alisulubiwa, and we were in him crucified. Nasi tulikuwa humo ndani yake yeye akisulubiwa. He was buried, akazikwa, and resurrected entire day. Na siku ya tatu akafufuka. We were dead, sisi tulikuwa ndani yake, and we resurrected with Jesus. Na tukafufuka pamoja na Kristo. And God set him at right hand of God. Naye akamchukua akaenda kuketi naye katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Amen. Amen. Where we are? Sisi tuko wapi sasa? In Christ Jesus. Tuko ndani ya Kristo. Abide in me, Jesus said. Na hiyo ndio Kristo anayezungumzia. Hallelujah. Amen. Abide in me. Kaeni ndani yangu. Because those who are not in Christ, they are not in new life. Wale ambao hawako na Kristo hawako na maisha mapya hata kidogo. From the new life we have to act today. Katika maisha mapya tunahitaji kuenenda katika hayo. Jesus overcome the world. Yesu Kristo ameushinda ulimwengu. He said that if you were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven all our trespasses. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye akiisha kusamehewa makosa yetu. By canceling the record of debt and stood against it with, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, ilivyokuwa na uadui kwetu. At the court, when you are going to the court, kama kuna mahakama na unapelekwa mahakamani, there is advocate and there is a judge. Kuna yule wakili na kuna yule hakimu. And the как называется, адвокат и который accuser, yeah. Na kuna yule mshtaki. God is a judge. Mungu ndiye hakimu. Jesus is our advocate. Yesu Kristo ndiye wakili wetu. And Satan is our accuser. Shetani ndiye mshtaki wetu. And he came with this list. Anakuja na faili yake kubwa ya majina ya watu wenye makosa. This man did this, that. Anasema mtu huyu mnayemwona mbele yenu alifanya hivi makosa haya siku fulani. Speaking bad things. Alianena maneno maovu kukuhusu wewe Mungu. Sometimes stealing. Na wakati mwingine hata anaenda kulewa. Lying all the time. Wakati mwingine anadanganya wenzake. Whatever we are doing, he is recording. Yile chote tunachokisema huwa kinanakiliwa. And Jesus, because of this, you are judged to death. Yani kwa sababu ya makosa haya unastahili kunyongwa. And Jesus came to die instead of us. Yani Yesu alikuja tayari akafa mahali kwetu. All our debts which Satan had against us, yale makosa yote ambayo shetani ameyaleta mbele za Bwana, Jesus took on himself. Yesu aliyachukua kwake yeye mwenyewe. He said, okay. Anasema ndio sawa. I will die instead of you. Nitakufa kwa ajili ya hawa wanadamu. That we could live. Ili kwamba tuishi. And he took this debt, this list, and crucified on the cross with his flesh. Na akachukua hiyo hati ya mashtaka yote yatakayofanywa na yatakayofanyika na yatakayoendelea kufanywa akayagongomeza pale msalabani. We are not debtors of Satan. Hakuna tena deni na yule mwovu shetani sasa. We are justified. Sisi tumesafishwa. But he lied to you to do something wrong again. Lakini bado anaendelea kutudanganya tuendelee kufanya makosa. We are saved in Christ Jesus. Tumeokolewa katika Kristo Yesu. But when we sin, we come back to that mud. Na wakati mwingine shetani anakuja anatudanganya tena. Praise Jesus. Amen. Romans 8:29-30. Warumi 28:30.
29:30. Warumi 29 Rumi 8. Romans 8. Warumi 8 verse 29 and 30. 29 na 30. Wow. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao aliwaita, na wale aliowaita hao akawahesabu haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Yes. The plan of God, mpango wa Mungu, to take us and to conform us in the image of God. Mpango wa Mungu mzima ulikuwa ni wa sisi tuchukuliwe na tuweke ndani ya Kristo, tuwe na mfano wa Kristo. God created Adam and he created him in the image of God and likeness of God. Mungu alimuumba Adamu kwa mfano wake na kwa sura yake. But Satan changed something and moved our image in the image of Satan. Na shetani akaja akaondoa ile umbo ambalo tulikuwa nalo la kiungu akatuingiza katika umbo lake. We become evil as Satan. Basi tukawa waovu kama yeye alivyo muovu. And he took us to transform back in God's image. Yani akatubadilisha tusiwe na mfano kabisa tena wa Mungu. Hallelujah. Amen. He's trying every day, is working to make you like Jesus. Yani anafanya ili kwamba kila siku wewe unafanya ili kwamba kila siku wewe urudi katika mfano in the image of the son of his son. Katika mfumo ule ama sura ile ya mwanawe. And those whom he predestined, wale aliowachagua, he also called. Aliwaita. Why you are here? Kwa nini uko hapa wewe? Because God chose you and he called you. Mungu alikuchagua na akakuita. Many in the village didn't come all. Maana katika jiji kule umetoka hamkutolewa nyote, wengine waliachwa huko. You are here because God chose you and called you. Uko hapa kwa sababu Mungu alikuchagua na akakuita. And those who he called, he also justified. Na wale aliowachagua aliwatakasa. You are righteous in Christ Jesus. Wewe ni mwenye haki katika Kristo Yesu. Your sins are crucified on the cross. Dhambi zako zilisulubishwa pale msalabani. When Jesus died, all with those sins went to the hell. Zote zile dhambi zako zikaenda kule kuzimu. And left their sins there in the hell. Na akaziacha huko kuzimu. He took the key of the life and death. Akachukua ule ufunguo wa mauti na kuzimu from Satan, kutoka kwa yule shetani, and rose again and overcome the death. Na akaja akakishinda kifo. Amen. Amen. Life came back. Uhai ukarudi tena ndani ya mwili wa mwanadamu. He overcome the death. Ameshinda kifo. Hallelujah. Amen. And those whom he justified, na wale aliowatakasa, glorified. Akawatukuza. He wants us to be glorified with Jesus. Alitaka sisi nasi tutukuzwe katika Kristo Yesu. When we glorify God, God glorifies us. Tunapomtukuza Bwana, Bwana anatutukuza na sisi. Hallelujah. Amen. That's why we have to change our life that will show ourselves like Jesus in the village. Hivyo tunahitaji kubadilisha muundo wetu wa kimaisha wote ili kwamba tumudhihirishe Yesu katika vijiji tunavyoishi. But it's our duty to sanctify ourselves. Lakini ni kazi yetu ile ya kujitakasa kila siku. It's not finished. Jesus finished on the cross. Yesu alimaliza pale msalabani. But our soul have to be renewed in the process. Lakini maisha yetu lazima yaendelezwe kila siku kufanywa mapya. It is sanctification. Hiyo inaitwa utakaso. We have always sanctify ourselves with the word of God. Kila siku tujitakase kwa jina lake Yesu Kristo.
Hallelujah. Amen. When we understand, we know the direction what to do in this life. Ikiwa tutaelewa na kujua ule mwelekeo cha kufanya katika maisha haya, we don't know, then we are in darkness and do whatever we want. Na kama tutakuwa hatujui na tutakuwa gizani, tutakuwa hatuwezi kufanya lolote. Now you have understanding the life which God gave us. Na sasa mnaanza kuelewa juu ya maisha. Hallelujah. Amen. 1 Thessalonians chapter 4. Wathesalonike wa kwanza 4. Chapter 4, 3 and 4. Chapter 4 verse 3 and 4. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 and 4. Maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswe kwenu, muepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. And 5, not to be 5. Si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. This is the will of God, that your sanctification. Haya ndio mapenzi ya Mungu, mutakaswe. It is our duty. Hiyo ndio kazi. Your and mine duty to sanctify ourselves. Sote wakati wote. He said your sanctification. Mujitakase. What Jesus did on the cross. Jambo Yesu aliyafanya pale msalabani. Yes, in the man. Our duty is to sanctify, to stay with Jesus. Yaani kazi yetu ni kujitakasa na kubaki katika Kristo Yesu. In 1 John we read that those who sin, they are children of devil. Yohana anasema kwamba wale wanaotenda dhambi ni wa ibilisi. But those who keep themselves are children of God. Lakini wale wanaoifuata neno la Mungu, wao ndio wana wa Mungu. They keep themselves. Wanajiweka katika hali ya Mungu kutokana na dhambi. Because in this world cannot be without offense. Katika ulimwengu hatuwezi kabisa kuwa tunaweza tukajikinga. Offense is coming. Yaani kila wakati matusi, maneno mabaya yatatujia. Evilness is around us. Yaani uovu umetuzunguka. Even inside of us we have evilness. Na hata ndani yetu kuna bado takataka za uongo. The fruits of the flesh are inside still. Yaani yale matunda ya mwili bado yanakaa ndani ya mioyo yetu. And we have to bring the fruits of the Holy Spirit. Na tunahitaji kuleta matunda ya Roho Mtakatifu. What to do with the fruits of the flesh? Ni nini tutafanya na matunda haya ya mwili? Jesus said, take your cross and carry your cross and crucify the fruits of the flesh. Anasema Yesu kwamba beba msalaba wako na uje uyasulubishe matendo yako ya mwili. For this is the will of God, your sanctification. Maana haya ndio mapenzi ya Mungu, nyinyi mutakaswe. It's not the time to relax. Hiyo si wakati wa kupumzika. Think that I am saved and have nothing to do more. Useme ya kwamba mimi naokoka sinotoka kuenda tanao ya. We have a work. Tuna kazi ya kufanya. Bible says to work on our salvation with tremble and the fear. Mulungu anaomba kalafu uhendere kazi wokovu wewe huna hutetemeke mbele za kwakwe. That obtains from sexual immorality. Na tusiendelee kufanya mambo ya zinaa. That each one of you know how to control his own body in holiness and honor. Ili kwamba kila mmoja wetu ajue jinsi ya kujizuia na kutenda maovu na kuwa na heshima na mwili wako. We have to keep ourselves. Ni lazima tujichunge sisi wenyewe. The things are around us. Vitu vinatuzunguka. And desire is inside of us. Yaani vinatutamani sana sisi. But we decide to put our mind on the spirit, not on the flesh. Nasi tumeamua kuweka akili zetu kwa mambo ya kiroho, si mambo ya mwili. To deny the desires of the flesh, which lead us to the death. Na hila za shetani na kuzikataa. To put the desire to death, not us to go to hell. Yaani kuchukua tamaa kuziweka katika mauti ili kwamba tusiye tukaenda motoni. Amen. Amen. Do you understand, yeah? Munaelewa hayo lakini? And this also the fornication of spiritual. We can be
adulterous, spiritual adulterous. Tunaweza kuwa watu ambao ni wazinzi wa kiroho. Going to church and all week doing sin. Yani tunaenda kanisani lakini bado maisha yetu ya kiroho yanakuwa na usherati ndani yake. Jesus is our husband. Yesu Kristo ndiye mume wetu sasa. Bridegroom. Yeye ndiye bwana harusi. And he will come for his clean and pure wife. Yani naye atakuja akiwa anataka mke wake aliye safi na aliye kamili, ambaye ni mke wake kanisa. We are bride of Jesus. Sisi ni wake wa Yesu Kristo. Even guys, boys, men, hata sisi wanaume, sisi bado pia nasi ni wake zake Yesu Kristo. Yani sisi ndio kanisa, ni watu wa Kristo. And he will come for those who are faithful to him. Na Mungu atakuja kwa wale ambao ni wanawake ambao waaminifu, to wait for him. Wale wanaomungoja. Praise the Lord. Amen. In our country, when guys were going to the army, in our country, boys 18 years, they was taken to the army. Wakiwa kwao taifani kwao, ukiwa wanaume wanapelekwa mahali kwa hali sherehe fulani. For 2 years he was going to train himself an army. Yani kama anapelekwa mahali akachukue zoezi ama akajifunze ujeshi. And he has some girl friend. Pengine ana rafiki yake wa kike. Yeah, they love each other. Wanapendana kweli. And he asked, will you wait for me? Anamuuliza, je, utaningoja mpaka nitoke huko until I will come and we'll marry together. Na nikija ndio nikuoe. And she, yes, I will be faithful to you to the end. Anasema ndio nitakungoja wewe, nenda ukajifunze kazi mpaka utakapomaliza tutakuja tuoane. We have celebration of this like wedding. Tutakuja tuwe na sherehe kama vile wengine ambao wanafanya. To say goodbye to the army. Na for the military training. Wale ambao wanaenda jeshi. And this girl is sitting with him at the table and all people around. Na hawa watu wameketi kwa meza na watu wengi wamewazunguka wakisikiza. She said, yeah, you are the husband in the future. I will wait for you. Anasema ndio, wewe ni mume wangu wa baadaye, nitakusubiri. I will be faithful to you to the end. Na anasema nitakuwa mwaminifu mpaka utakaporudi. And he is going for 2 years. Na naenda huko kwa miaka 2. When he comes, atakaporudi, sometimes wife, this girl waiting for him, and it's like faithfulness. Yani wakati mwingine anakuwa amengoja na amekuwa mwaminifu. To another guy, the girl send the letter. Send the letter to the army. Anatuma barua. I'm sorry but I get married. Wakati mwingine anatuma barua, anaituma huko kwa anasema pole, mimi hata nimeolewa saa hii. Pole. Mwambia pole. I cannot wait for you. Asiwezi nikaendelea kukusubiri sana maana hali zinanisumbua. But sometimes he comes home and his girlfriend is pregnant. Wakati mwingine anarudi kutoka jeshini akija kukuta huyo aliyekuwa ni amoe hata ana mimba. The church is today like this. Kanisa leo linakaa kama hivyo. Jesus said, I'm going to the Father, will come for you. Anasema Yesu alisema kwamba naenda kwa Baba lakini nitamrudia nije niwachukue. And what we are doing? Na tukawe na yeye huko. We are waiting for Jesus in holiness, in righteousness. Tunamngoja Yesu katika utakatifu na katika haki. Many times Satan says, go with me. Wakati mwingine shetani anakuvuta anasema njoo hapa. And she know I have my anajua kabisa kwamba una Yesu wewe. But to another is coming, let's go together. Anasema njoo tuende pamoja. And she is going. Na anaenda. I'm sorry but you know I'm pregnant. What to do now? Anasema pole lakini sasa ni mjamzito, nitafanyaje sasa? God will come for the pure. Yesu atakuja kwa wale ambao ni watakatifu. And he wants to prepare us. Na anahitaji kutujiandae. To not to be adulterous. Na tusiwe wazinifu. Because he is jealous God. Maana yeye ni Mungu mwenye wivu. Every husband will be jealous when his wife is
going. Kila mwanamume ana wivu jamani, hataki mke wake aanze kumangamanga. Who will not be jealous of the wife? Nani ambaye hana wivu na mkewe hapa? Your wife is going with somebody. Uone mke wako tu anatembea na jamaa. Jesus also said like this. Yesu pia alisema hataki kuona wake zake wanatembea na watu wengine. You will divorce, yeah? Mtaachana tu. The same with God. Hata hivyo na Mungu pia. He gave these feelings for us to understand his heart. Yaani alitupatia hisia hizi ili kwamba tukaweze kumjua vile anavyo anahisi. We have the same feelings as in Jesus Christ. Naye tunazo hisia kama vile Yesu Kristo anavyozihisi. We are fathers to understand our Father. Ili kwamba tukaweze kumuelewa vyema baba yetu. And we are like a wife to understand how to be with husband. Yaani tunakaa kama mke ambaye anaweza kujua jinsi ya kukaa vyema na mumewe. Praise the Lord. Amen. We are getting to be pure and glorify God. Na tunahitajika kuwa safi na kumtukuza Mungu. Where is this? 1 Corinthians 6. Wakorintho wa kwanza 6. 2 Corinthians. Wakorintho wa pili 6. Wakorintho wa pili 6. From 13 to 18. Kutoka mstari ule wa 13 mpaka 18. Basi ili mlipe kadri ya mlivyopewa, nasema nanyi kama na watoto, nanyi pia mkunjuliwe mioyo, hekalu la Mungu aliye hai. Msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Belauri? Au yeye amwaminie ana usehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bible says to separate ourselves. Biblia inasema tukatenganishwe nao. We have the kingdom of darkness and kingdom of light. Tunao ufalme wa giza na ufalme wa nuru. He said nothing have together light and darkness. Haiwezi kushikamana pamoja giza na nuru. Have no fellowship with them. Halina ushirika awa wowote ule. Even my sister is not believer. I have nothing to speak with her. Hata dada yake ambaye hajaamini hawana ushirika wowote wa kuongea. Just shallow. How are you? I'm fine at all. Ni salamu tu, hao unaendeleaje? Anaendelea vizuri. We have no relationship so deep like in Christ Jesus with sister. Hatuna ushirikiano na dada yangu ambaye tuko naye kuliko nyinyi vile tunapofanya ushirikiano. And what is the accord Christ with Belial? Belial is the Satan. Yani itakuwaje katika Yesu na Belauri ambaye Belauri ni yule shetani? They're enemies. Hao ni maadui. And we have to know to whom we vote. Lazima tujue ni nini kile tunataka. We are voting to whom we have to be. Lazima tuchague yule ambaye tunataka kuwa naye. We decide. Sisi tunaamua. In the Old Testament, Deuteronomy said, I put before you the life and death. Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati inasema nimeweka mbele yenu kifo na uzima. Light and darkness. Giza na nuru. You choose life. Anasema chagua uzima. Choose light. Chagua uzima. We have to choose where to be. Lazima tukachague pale mahali kwa kuwa.
What agreement has the temple of God and idols? Nani hiyo ndio agano ambalo ni la hekalu la Kristo na bilauri. People make idols even money. Watu hufanya ile sanamu kuwa hata pesa. We are the temple of the living God. Sisi ni hekalu la Mungu aishie. You are the temple of living God. Wewe ni hekalu la Mungu aishie. Praise the Lord. Amen. Hey, people, wake up. Jesus is coming. Msikunukire. Wake up. Lamkani. Kani salam kani. Jesus is coming soon. We have to prepare ourselves. Yesu anaanza fikira je, tunahitaji kujitayarisha. And God said, separate yourself and don't walk among them. And Yesu anambokala zitengeni nao, msitembere nao. I will be your God and they shall be my people. Anabana mindakala mlungu wenu na mindakala watu wangu ninu. Therefore go out from their midst. Na mdambola kaizao kabisa. And be separate from them. Na muzitenge nao kamare. Says the Lord, and touch no unclean thing. Ananena Bwana wa majeshi kwamba natengeza mautumasha. Then I will welcome you. Na baadaye nindamualika muze kaiza gago mautumashenga tengeza. If you touch unclean things, God will welcome you. Ikalo ndakuta vitu vichafu, nafikiri Mungu atakukaribisha? No. Kanda dimabure. We have to keep ourselves clean. Lazima huzike safi to separate or run from sin. Huzitenge, huchimbire dhambi. The sin is very dangerous and God hates the sin. Dhambi ni mbii sana, Mungu anakahala dhambi. He said even your hand is making you to sin, like to steal. Uwe hata wewe usimwapako mwenye karona ukaenda peona na ukwenda uwe ukaenda dhambi ukaiya. Cut it off. Na tembanao kabisa. Better to go to heaven without hand. Iba hawende mlunguni kala kuna mukono than with hands to hell. Na ukale na mikono minjie, ukale na mikono yosimiri gonyoto kupaka kwenda jahanamu. He is very strict against sin. Yani neno la Mungu rina lola toto motuga dhambi sana. Because for our sins Jesus was crucified and died. Na kwa usisi Yesu Masihi wasulubiwa na akifa. He was beaten, he was spitting, he was despised. Wapigwa akituiwa mahe na kidharauliwa. Sold by 30 denaries. He was sold, he was betrayed. He was beaten so hard that no one can resist such. And to be on tree, like on the cross, and hung by 3 nails. He struggled so much because to save us from our sins. That we can live. To live in eternal life. But we don't neglect the salvation of God, we are going back to sin. And God is angry of this. And he said, and I will be a father to you, and you shall be a sons and daughters. Says the Lord Almighty. We are today in this generation. And we don't know, maybe today, maybe we don't know when Jesus is coming. He said he will be like in the night. We don't know the time, we don't know the day, we don't know anything. And the parable about the virgins, 10 virgins. Matthew 25. He said that church, 5 were wise, 5 were foolish. Wise, they keep themselves. They learn how to love. They had faith in God.
makala na imani kwa Mulungu. They work for the salvation to don't touch unclean. Mahendraka zokolwa kwao kama kutre dambi. Another 5, they relax and sleep and do whatever they. Ari angine makitu akukunukira na kulala na kupiga nyono. When the bride came, bwana harusi kala zafika. Awake! Mangala mkani. The bridegroom is came. Bwana harusi zafika. And those wise, 5 wise girls. Wale wasichana tano. They came with lamps full of oil and burning. Makala na mafuga kwa ugatele kwenye mataga kwa kisha mekala na akiba nyingine. Another 5, they are not ready because it's empty. What to do now? Ari angine mekala kwa mafuga kwa ugatele gabo tupanika gabo tupanika na baga give me little the oil because it's not enough. Anamba upeni vichache maana kwa mataga kwa bataka gaka kiheri viga hapa cha uzima. They said it's enough only for me. Anamba kaga utosha sisi na nini gaga. If I will give to you, I will remain also without. Anamba nikikupa minda kala sina mafu hata nini. Go and buy. Ambapo la nini mkazigulire. Until they ran to buy. Ndiho mrehombola na kukotamala kwenda gula. The door was shut. Ule muriango kifungwa maana bwana harusi yazire. Voice enter. Aleo wala chuma changira. Foolish remain outside. Arehu ajinga makibaki konze. It's a parable for us. Iyo ni mithali kwa usisu haleluya virero. Are we ready to wait for Jesus? Viza utayari kumtarizo na Masihi. Amen. Amen. And we have some time, we have some life. We didn't die yet. Sisi kaufere bado huna maisha ambapo huna gaishi. It's given us a chance all the time, another chance. Ugerwa nafasi kwenda kila wakati, nafasi nyingine ya kuishi kwenda. God is faithful and he waits. He doesn't want to perish. Mulungu ni mwaminifu kenzi sisi hungamike dambini. Because he loves us. Maana anafuhenza. He struggles when he sees that you are not obedient. Yani leo wanaona ukalaka fumti. When you love somebody and you see the child is going to the fire, unaona muhohona anaenda kwa muhoni, you want to save it. Unahitaji umbirele kwamba singa muhoni. But he still is going there. Umwambie usende ngira gule kwa muhoni we. God struggles for us when we are not obedient. Mulungu anang'ang'ana nasi za kusuka fuatifu lakini bado anang'ang'ana nasi sana. And the wrath of God is coming on those who are not obedient. Ghadhabu ya Mulungu inaza henzwi. Unbelief and disobedience. Na leo masioamini na masoti. Mungu akubariki sana. Mulungu amuhaseni.